Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameyashutumu mataifa ya Ulaya kwa kulitambua taifa la Palestine na nchi nyingi za Magharibi wakati wa hotuba yake mabishano aliyohutubia kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Netanyahu alitaja utambuzi huo kuwa ni alama ya aibu ambayo ilituma ujumbe wa mauaji ya Wayahudi. Makumi ya viongozi na wanadiplomasia walitoka nje ya ukumbi wa mikutano wakati Netanyahu akipanda kwenye sehemu ya kuhutubia na kuacha sehemu kubwa ya ukumbi wa mikutano ikiwa tupu. Nje ya hadhara hiyo ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, waandamanaji dhidi ya vita vya Israeli huko Gaza walikusanyika katika eneo la Times Square. Israeli imekuwa chini ya shinikizo kubwa la kimataifa kutokana na hatua yake ya kijeshi huko Gaza na kufikia kilele kwa Uingereza, Ufaransa, Canada, Australia na nchi zingine kulitambua taifa la Palestine wiki hii. Katika hotuba yake ya ufunguzi, Netanyahu alionyesha ramani iliyoandikwa laana ambayo alisema ilionyesha makundi ya wawakilishi wa Iran katika Mashariki ya Kati. Kisha aliangazia operesheni za kijeshi za Israeli katika mwaka mzima uliopita dhidi ya Hezbollah huko Lebanoni, Houthi huko Yemen, Hamas huko Gaza na Iran. Alimshukuru Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuhusika kwa Marekani katika kulipua kituo cha nyuklia cha Iran cha Fordo mwezi Juni mwaka huu, na alichora uwiano kati ya shambulio la Hamas la tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2023 dhidi ya Israeli na shambulio la tarehe 9 mwezi wa 11 dhidi ya Marekani. Alisema nchi hizo mbili zinapigana na maadui wale wale, akiashiria Marekani na vikundi vyenye uhusiano na Iran. Waziri Mkuu wa Israeli alirudia kusema kuwa Israeli haitaruhusu taifa la Palestine kuwepo na kusema msimamo huu unaungwa mkono na idadi kubwa ya Waisraeli. Aliendelea kukanusha hitimisho la tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kwamba Israeli ilifanya mauaji ya halaiki huko Gaza, akidai kuwa mashtaka hayo hayana msingi wowote. Pia alikataa taarifa za mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa kwamba Israeli inazuia kimakusudi kiasi cha misaada kuingia Gaza. Mwezi Agosti, shirika linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa lilithibitisha kuwa njaa ilikuwa ikitokea katika mji wa Gaza. Kabla ya hotuba yake, ofisi ya Netanyahu iliamuru kuwa wanajeshi wa Israeli waweke vipaza sauti kwenye malori karibu na uzio wa eneo la Gaza ili kutangaza maneno yake moja kwa moja katika eneo hilo. Netanyahu pia alidai kuwa ujasusi wa Israeli walidukua simu mahiri za watu wa Gaza na wangesambaza hotuba yake kwao moja kwa moja. Alisema nia ya hili ni ujumbe kuwafikia mateka wa Israeli huko. Mashujaa wetu, shujaa, alisoma kwenye jukwaa. Huyu ni Waziri Mkuu Netanyahu akizungumza nanyi moja kwa moja kutoka Umoja wa Mataifa. Hatujakusahau hata kwa sekunde moja. Watu wa Israeli wako pamoja nanyi. Hatutayumba na hatutapumzika hadi tuwalete nyote nyumbani. Kuna mateka 48 waliosalia huko Gaza, 20 kati yao wanakisiwa kuwa hai. Netanyahu alitoa sehemu ya mwisho ya hotuba yake kwa majirani wa eneo la Israeli akisema inakaribia makubaliano ya kusitisha mapigano na Syria na kuitaka serikali ya Lebanon kuongeza juhudi zake za kuwapokonya silaha Hezbollah. Mara moja alikashifiwa ndani ya Israeli, huku kiongozi wa upinzani Yair Lapid akiandika, leo nimemwona waziri mkuu wa Israeli aliyechoka na kunung'unika katika hotuba iliyojaa hila zilizotumiwa kupita kiasi. Badala ya kusimamisha tsunami ya kidiplomasia, Netanyahu leo alizidisha hali ya jimbo la Israeli, aliandika kwenye mtandao wa X. Yair Golani, kiongozi wa chama cha Democrats cha Israeli, alisema hotuba hiyo ilionyesha unyanyasaji tu, utakatifu na upofu kamili kwa mateso ya mateka na kujitolea kwa wapiganaji. Alikiita mdundo wa kipaza sauti batili, kitoto na kichaa, akisema ni onyesho la propaganda. Siku moja kabla ya kiongozi wa mamlaka ya Palestine Mahmoud Abbas alisema katika hotuba yake kwa Baraza Kuu kwamba yuko tayari kufanya kazi na viongozi wa dunia kutekeleza mpango wa amani kwa Israeli na Palestine. Muda mfupi baada ya Netanyahu kumaliza kuzungumza, Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari tofauti, nadhani tuna mpango juu ya Gaza. Hakutoa maelezo zaidi, ingawa uvumi umekuwa ukiongezeka kwamba mpango wa kusitisha mapigano unaweza kuwa karibu.
waandishi wa habari wa kimataifa wamepigwa marufuku na Israeli kuingia ukanda wa Gaza kwa kujitegemea tangu kuanza kwa vita karibu miaka miwili iliyopita na kufanya kuthibitisha madai kutoka kwa pande zote mbili kuwa ngumu. Baadhi ya waandishi wa habari wamepelekwa Gaza na IDF chini ya ufikivu uliodhibitiwa. Kila Israeli lilianzisha kampeni huko Gaza kujibu shambulio lililoongozwa na Hamas kusini mwa Israeli mnamo tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2023, ambapo takriban watu 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka. Takriban watu 65,549 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli huko Gaza tangu wakati huo, kulingana na Wizara ya Afya ya eneo hilo inayoendeshwa na Hamasi. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.